aibu. Tunaona mtumishi wa Mungu Paulo anamuonya sana Timotheo na wale wazee katika kitabu cha Matendo ya Mitume. Anasema ninyi wenyewe mmekuwa mashahidi katika wakati wote niliokaa pamoja na nyinyi. Nilifanya kazi kwa mikono yangu mwenyewe kwa bidii ili nisimlemee mtu, lakini sikutaka fedha kwa mtu. Sasa watumishi wa Mungu wanapokuwa wanatoka nje ya neno la Mungu kwa kutaka baraka, kutaka fedha, kutaka kufanikisha maono walionayo, ni makosa makubwa sana kibiblia, na mwisho wa siku watadaiwa. Mimi Bwana Yesu alinifundisha akasema, kuna watumishi wa Mungu ambao ni wezi. Ni wezi kwa namna gani? Unapotoa sadaka kwa mtu kwa kumlazimisha, hakusikia ndani ya moyo wake mwenyewe, ila ametoa kwa sababu wewe mtumishi wa Mungu umesema, na hakusikia, anajuta ndani ya moyo wake. Ni sawa na mtu aliyempola kitu mtu wa Mungu. Kwa hiyo unajikuta anatoa, ndio ametoa, lakini anaondoka ananung'unika. Mfano mtumishi wa Mungu. Ndio. Kuna mtumishi mmoja wa Mungu ambaye nimepata kuongea naye. Sasa yeye yuko anatumika katika madhabahu fulani, na hiyo madhabahu mchungaji ana listi ya namba za washirika. Kwa hiyo anachoweza kukifanya huyu mchungaji, anaweza kumpigia simu huyu, nina shida na kiasi cha fedha fulani. Mtu anatoa, lakini baada ya muda mfupi ikaja kuonekana kwamba ni mfumo wake wa namna ya kupata sadaka kutoka kwa watu. Yaani amejipangia, leo nitachukua kwa fulani, kesho kutwa nitachukua kwa fulani, siku fulani nitachukua kwa fulani, kulingana na watu wali, na anataja kiwango, anataka kiasi fulani. Ndiyo, mtu huyu atatoa kwa heshima ya ni mtumishi wa Mungu, lakini je, ndani ya moyo wake amejisikiaje? Ametoa kwa moyo wa kupenda? Kwa hiyo ni onyo kubwa kutoka kwa Bwana Yesu kwamba mtumishi awaye yote asiambatanishe huduma na sadaka, yaani kuwashinikiza watu kuhudumiwa alafu na kutoa sadaka. Sio misingi ya kibiblia. Kama mtu amehitaji kuombewa, ana tatizo fulani, amekushirikisha kama mtumishi wa Mungu, wewe muombee, umemaliza kazi yako. Swala la yeye akisikia kwamba sasa niambatanisha hii sadaka ni yeye. Na kama mtumishi wa Mungu naye msikiliza Roho Mtakatifu vizuri, si kila sadaka utaipokea. Si kila sadaka utaipokea. Kwa hiyo